Habari, mimi ni Daktari Haripriya. Ninatoka idara ya tiba, hospitali kuu ya Apollo, Grange Road. Leo nitazungumza nanyi kuhusu chanjo kwa watu wazima. Kwa nini chanjo kwa watu wazima ni muhimu? Chanjo kwa watu wazima kwanza huzuia vifo, huzuia kulazwa hospitalini na pia hupunguza mzigo wa gharama za huduma ya afya kwa nchi. Basi tuanze na chanjo ya mafua. Chanjo ya mafua ni kitu ambacho sisi sote kama watu wazima tunapaswa kuchukua kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa vuli. Kwa hiyo, labda kuanzia Agosti hadi Septemba ndiyo msimu mzuri kwa sisi sote kupata chanjo ya mafua ya kila mwaka. Na hasa watu ambao ni wazee, wenye kisukari, wenye pumu au COVID. Wote wenye hali hizo wanapaswa kuchanjwa mafua bila kukosa. Basi, ni chanjo gani zingine tunazopaswa kuchukua? Tunapaswa kuchukua chanjo ya homa ya ini B, hasa kama tunakabiliwa na hatari ya kuchomwa sindano kwa bahati mbaya. Chanjo ya MR na tetekuwanga pia ni muhimu, kwa sababu nazo zinasaidia. Unavyozidi kuzeeka na ukipata tetekuwanga, inaweza, kwanza, kuharibu muonekano wa ngozi na pia kuwa hatari kwa maisha kama kinga yako ya mwili iko chini. Kwa hiyo, hilo ni jambo tunaloweza kuepuka kwa kuchukua tu chanjo. Na sasa tunazo chanjo za pneumococcal. Kuna aina mbili za chanjo hizi ambazo tena kama una pumu, una COVID au una hali yoyote inayodhoofisha kinga ya mwili, unapaswa kuchukua ili kujikinga na nimonia ya pneumococcal. Na kuna chanjo mpya ya ukanda wa moto, inaitwa Shingrix, ambayo watu wazima wote walio na umri wa zaidi ya miaka 65 wanapaswa kuchukua. Kwa hiyo, tafadhali hakikisha unachukua dozi zako za chanjo. Tafadhali nenda umwone daktari wako na natarajia kuwaona nyote ili kuwasaidia na chanjo zenu.